Watu wa Arusha, tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na viongozi na watu wa Arusha kwa ujumla, niwape salamu. Kuna askofu amenipigia simu mchana nikiwa hapa hotelini, mtatiwa moyo na salamu zake Mwashamba Baba Askofu Mengele, askofu mstaafu wa KKKT Dayosisi ya Kusini kule Njombe. Anawaombea, anawatia moyo, anasema tuitetee haki katika nchi hii. Basi mimi ni siku ya mkoa wa 13, maana yake nikifika hapa Arusha, maana yake nimemaliza karibu nusu ya mikoa ya Tanzania. Na kwa nini ninazunguka kwa ajili hiyo? Ninalo jambo moja tu. Neno la Mungu lilimwambia nabii Ezekia katika kitabu cha Ezekia sura ya 33 na mstari wa 20 na kuendelea, ya kwamba mwanadamu, nimekuweka ili uwaonye watu, uwaambie makosa yao. Usipowaambia wewe, wakifanya makosa utadaiwa. Lakini ukiwaambia, wasiposikia, damu yao hautadaiwa wewe. Nami kwa niaba pia ya viongozi na maaskofu wengine na viongozi wengine wa dini, hasa kwa niaba ya kanisa, ninazunguka nchi nzima kuwaambia Watanzania ili tusidaiwe kama kanisa. Hatukudaiwa wakati wa uhuru. Padri wa kanisa Katoliki Father Welsh, wakati Watanganyika wanahangaika, alimuita baba wa taifa Julius Nyerere, akampa siri ya kudai uhuru wa nchi hii pasipo kumwaga damu. Ndipo Julius Nyerere akazunguka nchi nzima ya Tanganyika wakati ule, na kaenda Umoja wa Mataifa, Tanganyika ikapata uhuru pasipo kumwaga damu katika ukanda huu wa Afrika. Ndiyo wajibu wa kanisa kutetea haki na kusimama kwa niaba ya wananchi, kusema mahali ambapo watu wengine hawawezi kusema. Na tunazunguka tunawaambia kwamba nchi yetu imefika mahali pabaya sana. Hatuhitaji kuwaambia, ninyi mnajua. Ushenzi wa kuua watu, ushenzi wa kuteka watu, ushenzi wa kupora kura, huu umeendelea na ninyi ni mashahidi. Sasa tumekuja kuwaambia kama viongozi wa kanisa ya kwamba tusimame kama Watanzania, tuandike katiba mpya, tudai tume huru ya uchaguzi, tuondoshe mifumo ya uchaguzi ambayo haitendi haki. Tusipowaambia sisi tutalaumiwa, lakini kwa sasa tumewaambia hatutalaumiwa. Msiogope, hatutauawa wote, hatutakufa wote. Baada ya kanisa kuanza kusema, mlimsikia baba askofu rais wa kanisa Katoliki aliposema ya kwamba wamwachie huru Tundu Lissu watawala, ya kwamba waandike katiba mpya, ya kwamba wabadilishe mfumo huu. Wakampiga, wakataka kumuua watu wasiojulikana, wakataka kumuua Padri Kitima, katibu mkuu wa kanisa la Katoliki, wakataka kumuua. Na si hivyo tu, hapa Arusha kuna mtumishi wa Mungu, mchungaji, ni kijana, nafikiri siku chache zilizopita aliongea kuonya mambo, akakutwa mapolini huko ameteswa. Sasa kama wana lengo lao ni kutaka kutisha viongozi wa dini, ni kutaka kutisha kanisa, nataka niwaambie, hakuna kiongozi yoyote mtawala duniani, hakuna utawala duniani uliowahi kunyamazisha sauti ya kanisa. Tutashinda mapambano haya ya haki, tutaanzia na nchi itakuwa huru, itafunguliwa. Nyosha mkono wako. Baba, katika jina la Yesu, hawa ni watu wa Arusha na wanakubali kutenda haki katika nchi hii. Tuangushe mifumo yote ya ukandamizaji, sema amina. Ili tuandike katiba mpya, sema amina. Tuondoe damu ya roho ya kumwaga damu, sema amina. Kumwagaji damu, roho ya kipepo ikashindwa kwa jina, sema amina. Mamlaka yoyote ambayo inataka kushamiri kwa kumwaga damu ikafezeshwa kwa jina, sema amina. Kiongozi yoyote
mteule, awe amechaguliwa na watu, atakayetoa amri au aliyewahi kutoa amri ya kutesa watu, ya kuteka watu, ya kuua watu, ya kupoteza watu, akafedheheshwe yeye na uzao wake